jana usiku kwenye mida ya saa 3 kama sio saa 4 ilizuka taarifa mtandaoni, taarifa ambayo imekuwa gumzo na mpaka sasa wadau wanapishana, kila mmoja akizungumza lake, lakini mwisho wa siku wahusika wenyewe wapo na watatoa tamko. Lakini bodi ya ligi TPLB hawakuishia mbali, na wakaitoa taarifa usiku huo huo. Na nijaribu tu kuanza kwa kuisoma taarifa ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara yenyewe. Bodi ya ligi waliandika nini? Bana, taarifa ya bodi ya ligi iliyotolewa jana usiku kwa vyombo vya habari inasema, taarifa ya bodi ya ligi ni Tanzania Premier League Board inasema, taarifa kwa vyombo vya habari: mahakama ya kimataifa suluhisho ya michezo kwa maana ya CAS imetupa rufani ya klabu ya Yanga yenye kumbukumbu namba kesi 2025/A/11298 ambayo klabu hiyo ilifungua dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF kuhusiana na mchezo nambari 184 wa ligi kuu NBC Tanzania bara yenye Africans dhidi ya Simba Sports Club imewekwa kwenye mabano. Lakini wakaendelea bodi ya ligi wakaandika, walalamikiwa wengine katika shauri hilo ambapo pamoja na wengine klabu ya Yanga iliomba mechi tajwa hapo juu isipangiwe tarehe mpaka litakapotolewa jambo hilo uamuzi. Ni bodi ya ligi kuu Tanzania bara na klabu ya Simba ndio ambao walitajwa kwenye barua hiyo ya malalamiko ya Yanga. Kutokana na uamuzi huo wa CAS, bodi ya ligi kuu Tanzania bara inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu NBC 24-25 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi, ukiwemo mchezo nambari 184 Young Africans dhidi ya Simba, na kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Na mwisho akamalizia, imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB Mei 1, 2025. Hiyo ndio taarifa ambayo yenyewe ilitoka kwa bodi ya ligi, lakini hii ilikuja nyuma. Mwanzo ilitangulia taarifa inayoonyesha barua ya CAS na kila mmoja aliandika ambavyo anajua. Lakini sasa wadau wamepishana kwenye maoni tofauti, wachambuzi, watangazaji na watu tofauti, kila mmoja wamepishana. Lakini kwa upande wangu mimi sasa kama mtangazaji wa Kajenjere ni kwamba nafahamu Young Africans nao wanalo la kuzungumza, kwa maana ya kwamba taarifa ya CAS inavyoeleza, pamoja na kwamba imeandikwa kwa Kiingereza haijatafsiriwa kwa Kiswahili, ila watu wamejaribu kuichambua. Taarifa ya CAS inavyoeleza, Yanga wametakiwa kurejea ambako iliko bodi ya ligi pamoja na TFF ambao wao ndio wasimamizi wa mpira. Na CAS wao kwenye taarifa yao wameeleza hawana mamlaka ya kuisikiliza ile kesi kwa kuwa TFF na bodi ya ligi bado hawajaisikiliza. Cha kufahamu tu ni kwamba kesi ya Yanga na kule CAS ni kwamba Yanga walichokuwa wanatakiwa ile kesi ingesikilizwa na TFF pamoja na kamati ile ya saa 72. Baada ya majibu kutoka TFF na bodi ya ligi, Yanga wangeona hawajaridhishwa, basi ndio wangeipeleka ile kesi kule CAS. Hapo CAS wangekuwa na mamlaka ya kuamua. Sasa ukiangalia utetezi wa TFF pamoja na bodi ya ligi ambao ndo walitajwa kwenye hiyo barua ya Yanga, wao wanachokijibu pale, utetezi wao ni kwamba Yanga wamekwenda kulalamika wakati hawajasikilizwa. Sasa wanacholalamika, wanalalamika nini? Kwa Yanga CAS wao wamewarudisha Yanga TFF pamoja na bodi ya ligi. Lakini tayari unaona taarifa ya bodi ya ligi kwamba wao wanaendelea, ikiwemo kupanga mchezo mwingine. Sasa ambacho watu hawaelewi ni kwamba bodi ya ligi na TFF wanakwenda kupanga mchezo moja kwa moja, ama wanawasikiliza Yanga kwa sababu Yanga wameambiwa rudini huko kwenu mkasikilizane, mkishindwana mtarudi huku. Yanga bado hawajasema, tutasubiri wao watasema nini. Lakini samini kuna wadau, wapo mashabiki wa pande zote mbili, kila mmoja yeye kwa ufahamu wake atazungumza. Sasa tuanze. Mimi naanza kuzungumza na mwenyekiti wa Simba na kuona hapa. Sawa, mimi tuanze na wewe. Kwa namna yote ile ambayo wewe umeipokea ile taarifa, ulivyoichambua hata kwa uchache na ulivyoielewa, wewe ulielewaje, unafikiria nini na kipi ambacho unapanga kukizungumza? Lakini huko mitandaoni kinachoandikwa usipekue sana. Mtandaoni kimeandikwa Yanga watupiliwa mbali kesi yao huko CAS. Si tuanzie hapo. Nashukuru. Kwa kifupi tu, kwanza mimi nashindwa kuelewa. Unashindwaje kujua kesi pa kuanzia wapi? Kesi zote zinaanziaga chini. Kilichofanya Yanga kutoka moja kwa moja mpaka kule CAS nini? Na wakati wao wanajua bosi wao hapa nchini TFF na bodi ya ligi. Walikuwa waanzie kama taratibu ninavyosema hivyo, waanzie chini waelekee mpaka afike huko. Wao group wameanza kwenda juu, sasa hivi ndio wanashuka chini. Kwa hiyo waambie rudi chini, wako sahihi. Kwa hiyo ukisema kama jamaa wa Yanga hawana uelewa, itakuwa kama sio kauli nzuri. Tuseme wamepitiwa wazee wenzetu. Kibinadamu wamepitiwa. Kwa hiyo tuwasaidie warudi chini basi.
Miongoni mwa mambo ambayo yanazungumzwa sana ni ukisoma taarifa kila mmoja anaandika namna yake, lakini ni kwamba wanasheria wanaowasimamia Yanga watakuwa namna gani, lakini miongoni mwa wanasheria ambao wametajwa sana, nilikuwa nasikiza jana, ni wakili maarufu sana hapa Tanzania anaitwa Alex Mgongolwa. Yeye ni miongoni mwa mawakili wabobezi. Sasa kwamba waliwashauri vipi Yanga wakaamua kwenda moja kwa moja kasi, na wakati wanalifahamu jambo utaratibu wake namna ulivyo. Hapo ndo kwenye shida, kwa sababu unaweza ukashindwa kuelewa. Unakuta mtu anauelewa wa kutosha kama ni wakili na vima vyeti anayo na kila kitu, lakini anakuja kuuliza mtu swali, mtu kama wewe, yule mtu anatoka katika njia. Sasa kwa hapo ukienda kwa wakili kama huyo, kwa kwenda moja kwa moja kule, wewe unaona uko sahihi yule. Sasa Yanga wanaambiwa kila kesi wanayoifungua wanagonga mwamba. Nimeona uchambuzi mwingi kwamba Yanga wanaambiwa bwana, Yanga bwana, nyinyi chezeni tu mpira, masuala ya kesi achanene nayo. Ni kweli, Morrison chali, Kagoma chali na kadhalika chali. Okwi, yani kesi zote kwa kifupi zimewashindwa. Mimi sikumbuki hata kesi moja ambao wao wameshinda kimpira. Labda kesi zingine. Taarifa ya bodi ya ligi sasa iliyotolewa ni kwamba wao wanaendelea na maandalizi ya kupanga michezo mingine ikiwa tunaelekea mwishoni mwa ligi. Lakini wakaeleza pia bodi ya ligi kwenye taarifa yao, miongoni mwa taratibu ambazo zinaendelea kwa sasa katika kumalizia ligi ni mchezo ambao uliahirishwa kutokana na wao taarifa walivyotoa mwanzo. Bodi ya ligi wanafahamu mchezo wa Simba na Yanga waliuahirisha. Taarifa yao ya jana ni kwamba wanaupangia tarehe nyingine. Sawa, lazima upangie tarehe nyingine. Kwa hiyo dabi ipo, nasema hamna. Dabi ipo kama kawaida. Ipo dabi, wajiandae kabisa. Wasisema sasa dabi ipo. Wajiandae na mpango. Sasa turudi, wewe unafahamu msimamo wao Yanga, walisema toka mwanzo hawachezi. Watacheza. Kanuni zinasema watacheza. Wajiandae na mpanzu. Watacheza. Wala wajiandae na mpanzu. Kwamba kuna mtu anamhofia mpanzu. Wanafikiri mwenda pale mpanzu. Si kama Balambagala inateremka tu hiyo. Lakini katika mwenyekiti, kwa kumaliza kabla sijamia, mtu wa Yanga mimi nataka naye achangie. Yanga kwenda kudai alama 3 na point 3, sakata lilivyokuwa na mwenyewe ulifuatilia. Waliteleza sana. Kivipi? Wala sikutegemea kama tafikia tu ile pale. Kwa sababu wao wamekwenda pale kwa mazingira kama nilivyoonyesha kosa lilifanyika pale. Baadhi ya makosa ya kwao ni asilimia kama 75 ni makosa yao. Unaenda kutaka point 3 za bure, wewe unataka kitonga tu rafiki yangu teremke. Pale kwa kuna haja kudai hizo point 3 za nini? Cheza mpira. Uwezi ngoja bodi ya ligi wapange tarehe, tukutane pale tucheze. Mwenye uwezo wake ashinde, mambo yaende. Lakini kwenye hili wanaonekana watu wa Simba ndo kama wanashabikia sana kwamba dabi ipigwe tu. Kwani Yanga wanaogopa? Yanga sio kwamba wanaogopa. Wao washazoea mteremko kupata vitu vya bure bure. Vingia tu tutaje kwa vyombo vya habari hivi. Washazoea mteremko. Nafikiri ningesema unanielewa. Sio kwamba wanaogopa, hata waogope. Lakini una baadhi ya mambo wao wanaona itakuwa inaweza hapa ikawa shughuli ndefu hapa. Kutokana na mazingira tunayo sasa hivi. Mugabo, mimi nakuomba hapa uchangie. Wewe ni mwanachama wa Yanga. Ni shabiki wa Yanga. Mugabo, kaa uchangie. Lakini siku ile uliniambia pia ni mwanachama. Umesikia taarifa bana, kesi yenu imetupiliwa mbali kama ambavyo taarifa zinaeleza. Taarifa ambayo klabu yenu ya Yanga ilifungua kesi kwa ajili ya kuzidai pointi 3. Nadhani wewe umelisikia. Sasa sijajua umelipokeaje na umelisikiaje. Kwa kweli ni jambo la kushukuru kama mshabiki wa Yanga na mwanachama wa Yanga. Taarifa nimeisikia. Hilo hamna tatizo. Sisi tulishasema kama hizo point 3 zinastahili wapewe Simba, basi wapewe. Lakini waweza sijui kasi, lakini sisi timu tulishasema hatuingizi. Rusalo ya timu hatuchezi kama hiyo pointi wanaona yani nyinyi msimamo wenu uko pale pale. Uko pale pale. Hamna cha kasi wala sisi msimamo. Haya makosa yanajirudia, tunataka tuyafute. Sijui kama mnanielewa. Kama Yanga ana makosa na stahili asipewe point 3, basi wampe Simba hizo point 3 aendelee ili mambo yaishe. Hamna tatizo. Ndio. Lakini kucheza hatuchezi, hatuingizi timu. Sawa, lakini sasa tumeona taarifa ya bodi ya ligi hapa ambayo imetolewa jana. Wanasema wanaendelea na maandalizi ikiwemo kuandaa mchezo wa dabi. Sawa, bodi ya ligi ndio watacheza. Bodi ya ligi ndio itacheza. Wataandaa, lakini sisi timu hatuingizi mpaka tufikie mwafaka. Kama wanaona Simba apewe point 3 basi apewe. Ili tatizo lijifute, sijirudie. Lakini ukiangalia watu wa Simba sasa kwa namna ambavyo wanazungumza tofauti. Tuachane na mwenyekiti ambaye nimezungumza naye hapa. Wengi wanaozungumza watu wa Simba ni kwamba Yanga tayari chali mmeanguka chini. Nani kasema hivyo? Watu wa Simba, sio watu wa Yanga. Si ndio taarifa ya kasi kwamba kesi kule kasi hakuna tena. Kwa hiyo tumeanguka chali, timu tunaingiza uwanjani pale kwa Mkapa. Wewe ndio tuambie mnacheza mchezo? Hatuchezi. Bodi ya ligi imesema dabi inapangwa.
Sawa, bodi ya ligi ndio itacheza. Tulishatamka kama pointi 3 wawape Simba, sisi hatutaingiza timu. Alafu pointi wawape nani? Wawape hao Simba. Ili tatizo liishe, si Yanga na makosa. Hilo mbona hawataki? Sasa kwa kumalizia kabla sijamia kwa mwingine. Ikitokea TFF wakaipanga tarehe kama ambavyo wanaeleza taarifa yao hapa kwamba wanaendelea na maandalizi ya kumalizia ligi. Wakipanga tarehe na dabi kajumuisha, msipokwenda uwanjani, mko tayari kwamba wewe kwa upande wako unaona mko tayari kuipokea adhabu ambayo itatolewa? Timu isipoingia sana pewa nani point 3 ambayo ameingiza timu. Simba ataenda na point 3 apewe, lakini sisi timu hatuingizi. Yani msimamo ni kwamba nyinyi hamchezi. Hatuchezi. Sawa, huyo ni kwa upande wa Mugabo. Sawa. Kwa sekunde 30 mzee wangu Jonas. Sawa. Wewe umelipokeaje hili jambo? Mimi nimelipokea kwa uelewa mzuri na mpana zaidi. Mahali popote inapoambiwa kwamba irudi izungumzwe, sio kushindwa. Yani mtu mwenye uelewa sahihi hawezi kuona kwamba huko ni kushindwa. Lakini pili, kinachonichanganya, kwa nini TFF na bodi ya ligi waseme wanaendelea kuandaa wakati wameambiwa hawa watu warudi wakae pamoja wazungumze? Wewe unauliza? Mimi nauliza hilo swali, najiuliza kwamba kama wewe zungumza tu. Nikisema ikifanya hivi ndio naelewa vizuri. Mimi si unajua sioni. Kama wamesema kwamba warudi wazungumze, kuna sababu gani ya kusema kwamba wao wanaendelea na maandalizi? Kwa sababu hiyo hoja ingebidi wakae kwanza wazungumze. Baada ya mazungumzo hayo sasa wanaandaa. Kwa sababu kule kesi si hakuna tena. Kasi wamesema hivi, tutakapofikia ndipo turudi. Si ndivyo umesoma hapa wewe? Si ndivyo umesoma? Sasa huko sio kushindwa. Taratibu za kesi zingine hata watu wanaambiwa kama nendeni mkazungumze. Hata kesi za mirathi tumewahi kuona wanafanya hivyo. Sasa mtu atakuuliza kwa nini hamkuzungumza mwanzo? Hatukuzungumza mwanzo kwa sababu ya reaction iliyokuepo. Ipi? Wao ndio wenye makosa. Kwanza wewe huwezi kuandika barua moja kwa moja ukatoa maamuzi. Hilo moja. Lakini pili, huwezi kukataa kwenda uwanjani bila sababu za msingi. Tumalize. Bodi ya ligi wenyewe wanasema maandalizi yao ya kumalizia ligi wanaendelea nayo na ikiwemo mchezo wa dabi. Mnacheza mchezo? Wanamuandalia nani kama kasi wamesema tuzungumze kwanza? Narudia tena, bodi ya ligi taarifa yao, bodi ya ligi wao wanasema wanaendelea na maandalizi ya mechi zilizobakia ikiwemo mchezo wa dabi. Wa dabi ya Simba na Yanga haumo. Wanaendelea kuandaa mchezo mwingine sio huo. Kwa sababu wao kwenye taarifa yao bodi ya ligi, sikiliza nikwambie, hawa kama kasi ilivyosema hawajapatana bado. Unaelewa vizuri? Hawa Yanga na Simba bado hawajapatana sawa sawa na maagizo ya kasi. Naomba nikuulize swali. Wewe taarifa ya hii kesi ama hii taarifa ambayo tunaizungumza hapa umeipata muda gani? Nimeipata sasa hivi. Wakati mimi nazungumza hapa. Na uelewa ninao vizuri sasa. Ulikuwa una taarifa kama kule kesi imegonga mwamba? Sio kugonga mwanga. Sio gonga mwamba. Sio gonga mwamba. Imesikilizwa. Kugonga mwamba ni kitu kingine. Taarifa ya kasi ni kwamba kesi haijasikilizwa, kwa maana kwamba shauri hawajalisikiliza. Wamelipokea shauri, walivyolitazama shauri linadai pointi 3 na magoli 3, alafu hakuna vielelezo kutoka bodi ya ligi pamoja na TFF, wakasema hawana mamlaka ya kusikiliza kwa sababu hawana taarifa ya kule ulikotoka. Hawana mamlaka kweli, lakini hawa watu ambao ndio tuligombana nao sisi na ndio walikuwa wanahusika, ndio sababu ya kuwafanya Yanga waende moja kwa moja kwao. Bodi ya ligi walikosea wapi? Bodi ya ligi walikosea wapi? Walikosea kwa sababu wao pre-meeting ile ilifanyika. Mchezo upo pale pale. Then baada ya masaa machache nje ya kanuni wakasema mpira haupo. Hao unawaelewa hao? Hili sakata wewe unalionaje sasa? Hili sakata? Ni jepesi, wangekuwa na uelewa mzuri, wangelimaliza huko wala hata Yanga wasingeenda kule. Tumalize, mnacheza mchezo? Hatuchezi. Sawa. Bana, mimi niko na mashabiki mashabiki wengi na wadau wa soka. Tunaendelea kuzungumza. Bana, mzee wangu, taarifa ya kesi ya Yanga. Kwanza kwa upande wako wewe umeipokea muda gani labda? Mimi nilipokea jana ile usiku ilivyotoka ndo nilipoipokea. Sasa katika kuichakata, katika kuifuatilia na sakata zima sio geni, wewe ulipokeaje na ulielewa nini? Nilichoelewa
tunaweza tukawa tunalaumu wanasheria wa Yanga, lakini wenda tukawalaumu viongozi, kwa sababu muda mwingine mwanasheria anaweza kaa na kushauri kulingana na kesi hii, labda hutoweza kushinda. Kwanza uko upande wa Yanga, upande wa Simba? Mimi upande wa Simba. Sawa, tuendelee. Labda mwanasheria anaweza kukushauri hii kesi inavyoenda utaweza kushindwa, huna nani ya kushinda. Kwa sababu wewe unashtaki, unaweza kusema twende, kitakapoishia ni hapo hapo. Kwa hiyo inawezekana tukamlaumu Mgongolwa, lakini Mgongolwa huenda wanashauriwa viongozi wa Yanga wanashindwa kwenda. Kwamba huenda aliwaambia. Huenda aliwashauri, kwa sababu mimi siamini mwanasheria mbobevu kama yule anawezekana kapeleka kesi kama ile kule kasi, ambayo kwanza tu kwa mjibu wa maelezo ya kasi, kesi inaonekana haina kichwa wala miguu. Yaani kwamba namna Yanga walivyolalamika, wameulizwa na kasi, mmetumia kanuni gani, yani kwamba sheria gani ambayo imewafanya mje huku kuja kulalamika. Kwa mwisho wa siku hata kesi kwamba hawakuwa na vielelezo vya huko mlikotoka. Huko walikoenda. Huko mlikotoka wamesemaje? Huko mlikotoka wamesema. Alafu istosha wametumia silaha kubwa sana wakati jambo lenyewe itakuwa lianzie chini. Lakini kesi kupotea imepotea kwa sababu gani? Wanaowashtaki ni TFF na bodi ya ligi. Lakini leo Yanga wanajiuliza wakafungue kesi, umshtaki wewe unayemlalamikia ndaje aendeshe kesi. Kwa hiyo ni namna kama kesi imeshakufa. Ndio maana ukiangalia bodi ya ligi wanasema anaendelea na maandalizi, kwa sababu wao hawezi kujadili kesi, kwa sababu TFF pale hamna kesi ya Yanga. Kesi ilikuwa kasi, na kasi kule wameshaikataa, wanasema wao wana mamlaka ya kusikiliza ile kesi, wanatakiwa ianzie TFF, ndio labda wameshindwa kwa sababu namna mamlaka ile ya mahakama ya rufaa ya michezo duniani nasema ni mahakama ya rufaa, sio mahakama rasmi. Kwa ndio uanze, usipotendewa haki huku ndio unatakiwa uende kule kasi. Kwa namna wamekulupuka, kwa namna kama kesi hamna, wanamzaidi wacheze mpira, kwa sababu mwenye mpira anasema mechi ipo. Sasa tumalize kabla tujaenda kwa mchangiaji mwingine. Kiutaratibu ni kwamba haki inatakiwa itendeke. Yanga haki yake iko wapi? Yanga hana haki kwa mjumla. Yeye anavyolalamika ni kama anakulupuka, kwa sababu kilichopo mechi kuiharibu yeye ndiye aliyeharibu game, kwa sababu anasema Yanga kimjumla maelezo yalivyo ni namna tu viongozi wa Yanga wanafuta namna ya kujificha kwa mashabiki wao. Hii game wameiharibu wao, hakuna mtu aliyeharibu game. Leo hii mimi niseme tunaandaa chani, tunaandaa AFCON 2027. Lile tukio la Simba kuzuia kuingia uwanjani, viongozi wa Simba nao wangeleta mabaunsa wao, kukatokea pale uwanjani kikamenyana, nani angelaumiwa? Kungetokea uharibifu mkubwa, watu wangefanya mauaji, nani angelaumiwa? Tungepoteza sifa ya mpira wetu wa Tanzania. Viongozi wa Simba na bodi ya ligi waliamua kutumia busara, kwa sababu tayari kimchezo walishawatoa wachezaji wa Simba, mashabiki wa Simba wameshatoka mchezoni. Ile mechi ichezwe kwa kulazimisha. Alajiga afanye makosa kama ya Kayoko, tayari watu kwenye mentality ya kuangalia ile mechi kama ya Simba wanaonewa. Kwa watu wameangalia umuhimu wa mechi ile kuliko hizi hasara ambazo Yanga wanafikiria. Kwa ni namna viongozi wao watakuwa tu wachutame. Ukipoteza nguo chutama wakuletea kufunge nguo. Viongozi wa Yanga walipaswa waombe msamaha. Wale mabouncer waliwapeleka wa kazi gani? Na ndio viongozi wa Simba waliuliza wale mabouncer mliwapeleka wa kazi gani? Kwa sababu utaratibu nataka timu ifanye mazoezi saa moja ambalo mechi itachezwa kesho. Wale mabouncer waliwapeleka wa kazi gani? Wana makosa wao, wanashindwa kuchutama kwa wanachama wao, waambie wanaendelea kungangania kitu ambacho hakipo. Ile ni timu ya mpira. Kwa nini mnakataa kucheza?